Leo tupo na Charles Lugonja, ni mtaalamu wa masuala ya fedha na kuandaa watu kwa ajili ya kustaafu. Leo tutazungumza mambo mbalimbali ikiwemo la swala la waajiri kujiandaa, waajiriwa kujiandaa kustaafu. Kwa hiyo tutazungumza mambo mbalimbali, karibuni sana. Tuanze moja kwa moja kwenye swala la mtu anaye maandalizi ya kijana, kuanzia kijana kabla hajastaafu, kufikia umri wa kustaafu, maandalizi yake ya kabla hajastaafu, yani anaweza kuwekeza wapi, anatakiwa kufanya nini kabla hajastaafu hiyo. Maana ina tendency kuna mtu mwingine anastaafu alafu ndo anatafuta ile la kinua mgongo, labda awekeze kwenye biashara, achukue ile la kinua mgongo, labda ndo ajaribu biashara, na biashara ina mambo mengi sana. So mtu zungumza kwa kijana ambaye ndo ameanza ajira, anatakiwa afanye maandalizi gani kabla hajastaafu? Asante sana. Kikubwa ambacho mtu lazima akifanye ambaye yupo kwenye ajira sasa ni kujaribu kuangalia kwamba labda ameingia kwenye ajira na miaka 25, anajua kabisa miaka 35 ijayo au 25 au 30 mimi nitakuwa mstaafu. Sasa kwenye kustaafu kwenyewe hakuna ile, kwa maana unapoenda sokoni hakuna price tag ya mstaafu. Kwa hiyo kama mchele kilo shilingi 3000, manake wote tutanunua shilingi 3000, si ndio? Sasa wakati huo unakutana na hiyo bei, mshahara huna, si ndio? Na ndio maana sasa rai yangu mara nyingi nikiwa kwenye majukwaa mbalimbali kwamba unapopata ajira, basi wakati huo pia lazima ufikirie kwamba mimi ni mstaafu wa kesho na kesho kutwa. Hata kama umejaza ile fomu ya permanent and pensionable, isikuzuzue ukasema nitaanza nikifika miaka 50. Hapana, anza mapema, maandalizi mdogo mdogo. Na unapoanza mapema inakusaidia sana kwa sababu huna majukumu mazito. Yani mara nyingi unakuta uko single. Mshahara wako 500,000, milioni 1, jilipe angalau 10% au 20%. Na unapojilipa sasa, kuna kiasi utamega kwa ajili ya akiba, kuna kiasi kwa ajili ya uwekezaji. Sasa kwenye hilo eneo la uwekezaji, kila mtu kuna sehemu ambayo anaona kabisa nikiwekeza kwenye majengo fresh, nikiwekeza kwenye hisa patanilipa, nikiwekeza labda kwenye kununua ardhi na kuuza patanilipa. Kwa hiyo yeye sasa anaangalia eneo aliyopo, je, niwekeze wapi? Lakini mwingine inawezekana kabisa akijiassess, anaona yeye anaweza akafanya biashara, yani mbali na kuwepo kwenye ajira, lakini pia anaweza akajikita kwenye active business, kufungua duka, kuwa na M-Pesa, labda anajiona anafiti hilo eneo. Kwa hiyo naye anaweza akaanzisha hicho kitu. Lengo ni nini? Kama mshahara wake milioni 1, miaka 3, miaka 5 ijayo, kama atabaki kwenye ile milioni 1, huyo mtu tunaamini atakuwa na familia. Kwa hiyo kama atakuwa na familia, labda ameoa au kuolewa, wakabarikiwa kupata mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, manake hata mahitaji yanaongezeka. Hem, tuzungumze kwa Tanzania wa kawaida ambao mshahara wake unaanzia kima cha chini cha serikali. Tuseme kwa private sector, kwa sheria ya juzi 2025. Nafikiri mwezi wa ngapi ule wa 10, nafikiri Oktoba. Wamepropose kima cha chini cha mshahara kiwe ni 350,000 kwa private sector. Kima cha chini. Hem, tuzungumzie mtu ambao ni 350,000. Tusimzungumzie mtu wa milioni. Tuanze na huyo ambaye anaanza labda anapata private sectors, analipo 350,000. Awekeze kwenye mazingira gani? Awekeze vipi? Sasa hapo tunaweza tukamshauri hivi kwamba kwa sababu mshahara ni 350,000, kwa mfano tuseme hiyo ndio take home yake. Si ndio? Inakuwa kama 350,000, lakini inakuwa na makatokato hapo kidogo. Kwa hiyo inawezekana kama tuseme anaweza kupata 250,000. Na 50, si ndio? 250,000, 270 pamoja na makatokato. Tunapozungumzia issue nzima ya kuweka akiba au kujilipa, ile mara nyingi hatuangalie unapata shilingi ngapi. Isipokuwa kile kidogo unachopata, hicho mega kwa ajili ya akiba. Kwa ajili ya dharura mbalimbali. Kwa hiyo umebaki na shilingi 250,000, 10% sio yako. Lakini mwingine atasema brother, mimi nikikata 10% kwa maana 25,000 sitofika mwisho wa mwezi. Mwambie sawa, basi kata 5%, 12,500. 12,500. Maana nusu ya ile 10%, 2,500. Yes. Sawa. Lengo ni nini? Moja, tunataka kwanza kukujengea tabia. Sawa. Ya kujilipa kwanza. Kwa unapokata ile shilingi yako 12,000, utatafuta pa kuweka, kama ni benki, kama ni kwenye kibubu, wewe utaamua. Kwa kuna wengine unakuta anakuwa na account ya mshahara
na akaunti nyingine kwa ajili ya hizo akiba. Anakuwa na akaunti mbili. Sawa. Haya, tukitoka hapo sasa tunasubiri labda miaka 2 ijayo au 3, inawezekana mshahara ukaongezeka. Kwa hiyo hata wewe ulikuwa unaweka 12,500 na imewezekana, basi nenda kwenye 15,000 au nenda kwenye 20,000. Kwa nini? Sawa. Usiweke akiba ukafika hatua ukashindwa kuishi. Kwa sababu gani? Eti naweka akiba. Sawa. Kila mshahara unapoongezeka, unaongeza kidogo. Kuanzia kwenye ile la 12,500 unaongezea kidogo kila mshahara unapoongezeka. Kila unapoongezeka. Sawa. Kwa sababu 12,500 ya leo thamani yake miaka 3 4 ijayo haitakuwa sawa na leo. Itakuwa sawa. Kwa hiyo lazima na wewe pia uongeze. Lakini pia una malengo yako kwamba bwana, mimi naweka hii akiba, lengo labda ndani ya miaka 3 nataka kununua kiwanja. Ndio. Sasa kama utaendelea kubaki pale pale kwenye shilingi 12,000, hicho kiwanja cha 300,000 utakipata wapi? Kwa hiyo lazima ufikie hatua na wewe uongeze. Kwa nini siweke 20,000? Sasa issue huwa inakuja kwamba mwingine anakuambia haiwezekani kabisa. Kabla hujasema haiwezekani, kuna swali ambalo tutakuwa mtu anajiuliza ni kwamba hii 12,500 anawekeze labda mfuko gani au wapi hasa specific? Hapa tunaangalia kwanza akiba. Akiba tu kwa. Yani hapa habari ya uwekezaji tunaacha kwanza. Aweke kwanza akiba. Akiba. Kwa hiyo maana kama akiba hii maana yake aweke labda kwenye anakuwa labda na akaunti ya benki nyingine. Nje na ile ya mshahara. Yes. Anaweka akiba. Yes. Kwa hiyo anaweza akajikusanyia ikifika 100,000 na anaona kabisa hii ikiendelea kubaki kwenye akaunti yangu ya kawaida ambayo nina access ya kuitoa italeta shida. Hapo sasa ndo anaweza akafikiria kuwekeza. Na kwa sababu huyo mtu nguvu zake ni ndogo, kipato chake ni kidogo. Ndio. Akiwekeza kwenye hisa ambapo kwenye kuna fluctuation ile kupanda na kushuka, unaweza ukampoteza in case amenunua hisa leo kwa shilingi 1,000 alafu zikashuka ghafla mpaka shilingi 200, utamvuruga. Kwa hiyo huyo mtu tunamshauri awekeze kwenye mifuko ya uwekezaji ya pamoja ambayo sasa hivi tunayo mingi tu Tanzania. Okay, sawa. Ambapo kule faida sio kubwa lakini ya uhakika. Sasa nilikuwa nazungumzia issue ya kwamba haiwezekani. Yani mtu akiangalia mshahara wake anaona mimi huu mshahara hauwekeki. Si ndio? Huwa nawauliza swali moja la kizushi. Namuuliza Amini, nionyeshe simu yako. Sawa. Ananionyesha simu yake. Umenunua shilingi ngapi? Labda 300,000. Swali ambalo namuuliza, hiyo 300,000 imepatikanaje? Atakwambia nilijibana miezi 3, miezi 6 nikawa na mega kidogo kwenye ile 200,000. Yes. Nikapata hiyo. Je, ulilala na njaa tangu umeanza kudunduliza? Hapana. Ulishindwa kuja kazini? Hapana. Si ndio? Ndio. Kwa nini sasa ulivyofanikiwa kupata hizo shilingi 300,000 kwa kujibana kwa hiyo miezi 3, wala usiweke tena ile kiasi cho kikubwa ulichokuwa unaweka kwa ajili ya simu? Mimi nataka uwekeze 15,000 tu au uweke akiba 15,000 tu kila mwezi. Alafu tuone unaendaje mbele. Okay. Akazunguka. Kwa kumbe kuna kabla hujafika hatua ya kuwekezaji kuna step kwanza unaanza. Yes. Kwanza ni akiba. Akiba. Kwanza anza kujifunza kuweka akiba. Yes. Sasa hapo kuna changamoto hapo kwenye watu wengi kwenye kuweka akiba. Kuna mtu anaweka akiba labda anaweka kwenye mitandao ya simu ambayo tuko nayo. Sawa. Mwingine anaweka labda tuseme na kibubu chake. Lakini kile kibubu hakitoboi. Umeona? Labda akisema mimi nika Januari nitakifungua nikifungua Disemba. Sawa. Lakini ikifika kabla hajafika Disemba hapa katikati akipigwa na vurugu huko akueleke kile kibubu anakipiga shoka. Kinavunjwa kile ile natoka. Sasa kijana ambaye anashindwa kuweka akiba, yani kwa sababu ni tabia, unajua uwekazi wa fedha inabidi na imani kunabidi kuna tabia ujenge. Sawa. Kama anashindwa tu kuhifadhi akiba hadi mwezi wa 12 aweze kufika, katikati hapa anaharibu. Afanyaje sasa ili kuweza kutengeneza tabia, kuweza kujifunza kuwekeza ili baadaye aweze kuwekeza hicho kiasi anachokitaka? Mimi ambacho huwa nakifanya, nina ambao huwa nazungumza nao, ananiambia yeye anaona wapi anakwama. Alafu baada ya hapo sasa tunachofanya huwa na kusimamia. Kwa hiyo kila unapofika ule wakati wa kuweka ile 10,000 kwenye kibubu. Sawa lazima tuwasiliane na unionyeshe kwamba bwana tumeweka. Lakini kibubu hicho mara nyingi ni digital. Sawa? Kwa maana ameweka benki. Kwa hiyo ukiweka benki ile slip ile una screenshot au unaipiga picha unanitumia. Okay. Sawa? Alafu baada ya miezi 3 nitakuomba salio sasa statement. Ili tuone uliitoa au ipo. Okay. Sawa. Na mara nyingi hao watu wa hivyo lazima unilipe ili nikusimamie. Okay. Kwa hiyo kile kitendo cha kunilipa inamuumiza kwamba nisipofuata hiki anachosema jamaa
na ameshakula 200,000 zangu, na nalipa 200,000 zake au 50,000 zangu, mimi nipambane, si sawa. Kwa hiyo sawa, anaumia, lakini mwisho wa siku, na anapofanya ile mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, miezi 6, miezi 7 bila kuvunja, mwisho wa siku nakuta mambo anaona yanaenda, wala haimuumi ikishaingia kwenye damu. Lakini ile mwezi wa kwanza na wa pili na wa tatu mara nyingi inakuwa migumu sana. Hem, tuzungumze kwenye time bound, yani muda gani hasa utakusudi? Kwa mfano, kwa sababu mimi binafsi nafanya kazi na waajiri mbalimbali, nawasaidia katika kuunganisha na wafanyakazi bora, kujenga timu zao na kadhalika. Kwa hiyo na practice HR sana, practice kwenye upande wa leadership. Mara nyingi kwenye private sector azinakuwa na mikataba ya mchache, inakuwa mwaka mwingine miaka miwili na kadhalika. Sasa mkataba unakuta mwajiri anatoa mkataba miaka miwili au mwaka, inategemea na performance. Inakuwa wanasema mkataba una renew kulingana na performance yake. Ni ina maana nataka kuambia kwamba kijana awekeze, labda kuna malengo ya uwekezaji kwa muda gani labda mzuri ambao itampa mazoea self discipline binafsi, aweze kuelekeza kwa muda mrefu zaidi. Yani aanze na muda gani ili uweze kumjenga aweze kuwekeza hata miaka 10, 20, 30 kadhaa. Hakuna watu ambao wana nafasi kubwa kufanikiwa kwenye uwekezaji kama hao ambao wapo kwenye private sector na wanafanya kwa mkataba, kwa sababu anajijua kabisa Disemba chochote kinaweza kikatokea. Kwa hiyo maana yake hana budi kujibana sana ili ikitokea ule mkataba usipokuwa renewed asiumbuke mapema. Sawa? Yaani kwamba aone tu kwamba mimi niko kwenye hii kazi huu mwaka wa pili, lakini kuna jamaa tulianza wote, ulivyofika mwaka mwingine hakurudi. Na namuona mtaani namna alivyopigika, ile kitu mimi sitaki inikute. Kwa hiyo maana yake mwisho wa siku yule kule anakuwa mwalimu wake yeye, ila hapo sasa lazima akili pia hiyo imekomaa. Kama haijakomaa, unasema bwana, kwanza mimi bado kijana, nitapata kazi sehemu nyingine, nikikosa nitakuwa hata bodaboda. Anajisahau kwamba kuna mshikaji wake ambaye inawezekana alikuwa anapiga bwana, pasipokurudisha si unakuwa boda, hajapata boda huu mwezi wa 8. Anasaga lami mtaani, hakuna panapoeleweka. Kwa hiyo uwekezaji uendane na pia na ile, kwa mfano mkataba wako unasema ni miaka miwili au mwaka mmoja, inabidi pia focus bwana, baada ya mwaka hapa inawezekana mkataba usiwe renewed kabisa. Kama mkataba utakuwa uko renewed, manake itanilazimu mimi niwe na akiba fulani ambayo itanisaidia kusustain kwa muda fulani, wakati anaendelea kupambana kutafuta kibarua sehemu nyingine. Sasa kuna changamoto nyingi, mimi nakutana na changamoto nyingi sana, kwa sababu nafanya interviews wengi, nakutana naunganisha waajiri, wafanyakazi wengi, tunawasaidia katika kuwatafutia vijana kazi. Changamoto moja ambayo wako nao, tuseme jenzia, wanakuwa ni watu ambao hawatulii kazini. Yaani mwajiri, mkataba mingi inakuwa waajiri, imepelekea waajiri wengi sana wanatengeneza mkataba ambao wanasema baba ni miaka miwili, lakini inaweza kuvunja muda wote kulingana na performance. Sasa behavior au tabia ambazo wanakuwa nazo wafanyakazi wengi wanakuwa, au tuseme vijana wengi wa siku hizi wanakuwa, anaweza kafanya akaja kazini zile, kuna kipindi cha probation cha miezi 3, mikono nyuma hivi, mpole mikono nyuma, mpole, yani very smart, anafanya kazi gani, hawahi ana nini, hana visi. Lakini ikishaanza kupita mwezi wa 4, wa 5, wa 6, unaweza kujiuliza yule aliyokuwa anaongea kwenye interview na huyu ni mbona tunikutana na watu wawili, ni kama mbona, yani mwajiri anajiuliza mbona kama nimeajiri watu wawili tofauti. Huyu ni huyu ndo huyu, yani chazi yule ndo alikuwa ananiambia anaweza mchapakazi, alikuwa anawahi, ndo huyu. Vijana wengi wanakuwa. Kwa hiyo inapelekea waajiri wengi wanaamua kuterminate mikataba katikati kwa sababu ya zile tabia ambazo wanakuwa nazo sana. Ambazo tabia nyingi unakuta kazini ni unakuta mtu anaanza kutokuwahi kazini, visingizio, anachukua zile malalamiko, tunasema organization politics. Anachukua hawahi, anaanza kulalamika, anasema kwanza kule ninapokaa mbali, mshahara wenyewe mdogo, wakati aliingia kwenye chumba cha interview mkakubaliana mshahara. Mshahara. Sasa kijana wa namna hii anawekezaje? Kwanza huyo mmoja hajitambui, kwa hiyo kudili naye ni ngumu sana. Kwa nini? Sasa kama ndo millions of them, yani mimi nazungumza hapa, vijana wengi wa sasa hivi ndo wako kwenye kundi hilo. Yani ukitafuta waajiri 5 kaweka hapa, ukikuelekeza, wakiongea, wakitaja ule umri utashangaa. Ni wengi wa tabia. Sasa namna kuwajenga ili kujua kwamba kuna kutaka kuwekeza, kuna nini, kwa sababu I believe wana vijana wengi wanaamini kwamba maisha ni mafanikio ni chap chap. Yaani wanasema wenyewe wanasema Gen Z waoneshe fursa hii hapa, waikamatie kesho siku 3 tatu.
Akiona ajira, zile maumivu ya ajira, kwamba wanasahau kwamba ajira yaani unavokaa kwa ajira, bosi unakuta mkorofi anakupelekesha huku, anakwambia hichi, kumbe wajui kwamba zile struggles zile zinakukuza na kukujenga kuwa kesho bora yako. Sasa huu muda wa kupelekeshwa na bosi, wahi kazini, fuata compliance, hizi wanaona kama unajua hicho kitu kama kitu wanashindwa kukivumia. Watu wa zamani ambao milenia, wakina sisi kurudi nyuma umri wetu, wao sisi tunaweza hivyo vitu kwa tunaweza kuvumilia, lakini hao ambao ni Gen Z kuanzia miaka kuja huko mbele mpaka alpha, Gen Alpha hizi hawawezi kuvumilia mkiki. Yaani wakiona tu productions kumbitata wanaona mimi nina kesi moja nataka nitoe kama ushuhuda wa. Kuna mfanyakazi mmoja tulipeleka kazini. Kaenda kazini, kafika kazini, kasaini mkataba wa kuanza kazi. Nafika pale, alikuwa kabla hajasaini mkataba, nafikiri zile kipindi cha kama wiki 3-2 ambazo zilikuwa nafanywa inductions, orientation, alikizo ofisi itakuwa hivi itakuwa hivi. Sasa pale kulikuwa kuna akakutana na wafanyakazi wenzie. Tunaitaga toxic employee wale, akampa sumu, akampitisha sumu. Akamwambia bana, sikiza, hapo umekuja ndugu yangu. Hapa kwanza mshahara huwa hauongezekagi. Haupandi. Mshahara upande, hapo utapiga kazi baba, mshahara uongezeke. Alafu bosi mkorofi anaweza kamgeuka kwa kutukana. Mshaona? Akampa maneno anasema bana, hapa mazingira magumu sana. Mshanipata? Sawa. Ule kijana huwezi amini, bila kuuliza kwa mtu yote wala kuturudia sisi labda bana, kule mpeleka kufanya kazi kuna changamoto moja mitatu, bila kufanya compliance mwenyewe akaamua zake kukaa nyumbani bila kuripoti kazini. Akakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, akatimeti mkataba naye. Sasa swali linakuwa tukafanya baadaye mtu ofisini tuzungumzie, kwa sababu lazima tufanye kumuita mfanyakazi kujua changamoto iko wapi. Kama kuna tatizo watu tuzungumze na mwajiri, changamoto iko wapi. Akasema bana, nimefika pale nilipopokelewa, nikaambiwa bana, kuna bana pale ofisini mshahara bosi hapa noma, mshahara ongezeki, unapiga kazi kama punda, unaondoka saa 4 usiku. Mshahara kampa vitu. Sasa umenipata mindset bila kuuliza, bila kupata taarifa kwa watu muongozo, akafuata ushauri wa mfanyakazi ambao kamkuta. Kumbe wale wafanyakazi walikuwa wanatengeneza mazingira ili wao internal approve, yani wale wa ndani ndo wachukue nafasi. Sasa wanafanyaje kwa nafasi? Kwa hiyo akitopa wanampiga politics, mtu anaondoka. Sasa mwajiri amepata, kwa nini nikileta mtu anakaa within few anaondoka? Kumbe ni wale wafanyakazi wa pale wanamnyosha sumu wafanyakazi mpya akija pale ili aone mazingira magumu akimbie, ili bosi amteue katika mmoja wapo afanye apande. Unaona mindset ya vijana ambao nakutana nao. Sasa kama kutaalamu wa fedha huyu tunamsaidia vijana ambao namna hii, ambao wanakuwa tunasema wana monk mind idea, yani hashiki kitu kimoja kabisa. Kwanza unakuta huyo mtu akili yake bado imeshikiliwa, yani ukimtwist hivi anaenda, ukimtwist hivi anaenda, si ndio? Lakini pia tunapokuja kwa mfano kwenye swala la nidhamu binafsi, hasa kwa mfano kwenye issue ya muda, wakati tuko primary tuliosoma shule hizi za kawaida, saa moja namba, ukichelewa mnapokuwa mstarini bakora, si ndio? Tuliona kama walimu wanatuonea kabisa, lakini walikuwa wanatutengeneza kwa sababu kesho sisi tutakuwa waajiriwa, na kwa mwajiri utatakiwa kufika saa moja, mwisho saa 2. Sawa kabisa. Sasa unakuta huyo Gen Z inawezekana wakati yuko shule alikuwa mtu anajua yani kwamba mimi naweza nikafika hata saa 2 na wanifanye kitu na yani chocho anazijua. Sasa anapokwenda fika eneo ambalo linamhitaji saa 1 limenyooka hivi, anaona anaonewa. So wanapokuja na wale wengine wanamwambia bwana, hapa ukichelewa mwisho wa mwezi unaweza kukata mshahara na mengine mengi, anaamini mwisho wa siku anajikuta anaharibikiwa, si ndio? Kwa hiyo pia inaenda kumwathiri pia hata kwenye maisha yake binafsi, hasa kwenye eneo la fedha. Atakosa nidhamu. Kwa sababu gani? Yani ni mtu ambaye ukimwambia hivi anakubali kwamba bwana, huko unakotaka kuwekeza akulipi, tuwekeze sehemu fulani, au kwamba wewe huko unachelewa, tuende zetu tukabeti. Anabeti na ikishaingia kwenye damu humwambii kitu. Sasa afanyaje ili atengeneze nidhamu ya kuweza kutunza fedha? Moja ni ya kujitambua. Akishajitambua amtafute mtu ambaye atakuwa accountable person wake. Na tafuta Kiswahili kizuri hapa, lakini tuseme kama mtu ambaye anamsimamia, awe mentored na mtu. So ukishafikia hatua ya kutafuta mentor,
maana yake tayari kwamba kile unachokifanya kimekuchosha, unataka kubadilika. Unajua issue ya kubadilika ni wewe uamue, lakini sasa umeshaamua, lakini unahitaji mtu ambaye anaweza akasimama na wewe. Basi unaenda naye taratibu taratibu taratibu, na wewe unayekuwa mentor, unammentor huyo mtu, lazima umbadilishe taratibu, kwa sababu ana zile tabia zake, na unamwambia kwamba bwana, hii tabia sio kwamba eti kesho itabadilika, itachukua miezi mitatu, itachukua miezi sita. Kwa hiyo kama uko tayari, karibu. Kama hauko tayari, endelea na maisha yako, kwa sababu utanilipa. Usipofuata kile ambacho mimi nataka ukifanye, mkataba hata kama umenilipa tutauterminate na sitakurudishia pesa yako. Kwa hiyo wewe mwenyewe pima, uje kwangu au usije kwangu. Mfano, mimi kwenye uwekezaji nasimamia watu zaidi ya 200. Ndio. Kuna wale ambao wanawasimamia VIP. Ndio. Lakini kuna walioko kwenye group la WhatsApp. Na WhatsApp. Sawa. Wale wako kwenye group la WhatsApp tumeweka utaratibu wetu kwamba bwana, ukitaka kuwepo huku basi angalau kila mwezi lazima uwekeze, na ukiwekeza utume screenshot ya ule muamala. Ikitokea mwezi huu hujawekeza, niambie shida iko wapi. Awekeze kwenye mfuko wake yeye huko. Mfuko wake, amejifungulia account yake. Awekeze kwa, lakini yeye ana screenshot akuoneshe, ana screenshot kwamba nimeweka 50,000, nimeweka 100,000, nimeweka 20,000. Kwa time nimepeana time frame, labda kila wiki au kila mwezi. Kuna wale wa kila wiki, kuna wa kila mwezi, kuna wa kila siku. Kuna ndugu yangu mmoja, yeye naye tuko naye kwenye group Shirima, yuko Kinondoni hapa. Yeye ni kila siku akitengeneza faida. Kila siku anaweka afu anakutumia screenshot. Anaiposti kwenye group ile, kwenye view once. Okay. Lengo ni nini? Kuhamasisha wengine. Sawa. Na waone kwamba ni 15,000, kwa nini nikae nayo na wakati sina matumizi nayo? Na yeye anawekeza. Kwa hiyo inawezekana akawekeza kwenye hisa, au akawekeza kwenye vipande, au akajiwekea tu akiba yake mwenyewe, ile emergency fund. Kwa hiyo mwezi wa kwanza umezingua, umetoa sababu hujafanya transaction yoyote. Wa pili, wa tatu, hata kama umenilipa hela ya mwaka mzima na kutoa kwenye group, kwa sababu ndio masharti ambayo tumepeana kwamba usipowekeza mara 3 mfululizo na kutoa. Lakini umeskip mwezi huu na umeniambia bwana, na changamoto hii, mwezi mwingine umeweka, no problem. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza kujikuta kwa mwaka miezi 6 umewekeza. Kwa maana umetengeneza lengo fulani ambalo mnalikimbiza, lazima bana lengo lako, yani umechukua lengo la mtu mmoja, alafu ile lengo linakuwa linaliweka, afu unakuwa unalikimbiza ile lengo. Yes. Sawa. No. Kwa hiyo tuna kila mtu anajiassess kwamba bwana, mimi kwa kipato changu na uwezo wa kuweka shilingi 50,000 kila mwezi. Sawa. Lakini kuna wakati anakwama, anaweka 30,000, 20,000. Kwa hiyo chochote unachoweka utaniambia. Au kama utaniambia straight, mimi si nitaona pale. Kwa hiyo kuna wakati nitakufuata inbox, anaona kidogo umeshuka. Brother, kuna 1 2 3. Fresh, pambana urudi kwenye kile kiwango chako, ili malengo ulionayo yaweze kutimia kwa ule muda ambao umeuweka. Yes. Sawa. Kwa hiyo ni hapo tumezungumzia kwa vijana ambao ni wameajiriwa. Kupata ajira. Sawa. Analima kima cha chini 3,500, anaendelea kujiwekeza kidogo kidogo. Vipi kwa wale ambao wanajiajiri? Kwa mfano, sasa hivi kuna mawinga. Yes. Mchukulie mtu winga ambaye labda kwa siku nzima anaweza anapata labda kipato chake labda 10,000, 15,000. Sawa. Na zaidi inategemea. Na kuna kipindi ambacho kuna siku anaweza siku 2 3 asipate kazi, au hata wiki kabisa asipate kabisa. Huyu ana utaratibu wake wa kuwekeza, unamsaidiaje mtu kama huyu? Tunaanza pale kwenye kuweka tabia, kutengeneza tabia ya kuweka akiba. Alafu baadaye sasa akishajua kwamba kumbe hii 500,000 yangu kuendelea kubaki kwenye account ni hasara. Naweza nikaiwekeza ikiendelea kutengeneza faida. Basi anaanza kuwekeza. Kwa hiyo ni kujaribu tu kuangalia namna ambavyo yeye atacheza na fedha zake. Na kuwekeza si lazima uweke kwenye hii mifuko ya uwekezaji ya pamoja pekee au kwenye hisa. Anaweza akasema mimi uwekezaji wangu nitajikita kwenye kununua ardhi. Nanunua na nasubiri. Pakipanda naenda nauza, nanunua sehemu nyingine. Kwa hiyo anaweza kufanya hivyo. Mwingine amejipata amefika mbali zaidi, anaamua kwamba bwana, mimi nikiona pagale nanunua pagale, naangusha, napandisha, nauza. Kila mtu anauza. Kila mtu ana namna yake. Lengo ile fedha yako itengenezee thamani. Kwa mtu ambaye amejiajiri au winga anasikiliza, maana yake ni kwamba ajitengenezee mpango kando, kwa sababu kuna kesho, kazi wa kuhifadhi pesa, mpango kando. Kwa sababu kuna kesho ile nguvu ya kukimbiza Kariakoo ile hata kuwa nayo. Kwa kule alikowekeza ndio kutaendelea kuleta ugali mezani. Yes. Sawa. So nafikiri tunashukuru sana kwa
Leo angalau kidogo tumewagusa watu, basi kwa uchache huo inatosha. Wakati mwingine tutazungumza tena. Yes. Asante sana bwana. Asante. Na wale ambao wanatamani kuendelea kujifunza, basi tuendelee kufuatilia hizi podcast. Tutaendelea kujifunza kwa watu mbalimbali na mada mbalimbali, lengo tuweze kufikia mafanikio ambayo kila mtu anatamani kuwa nayo. Okay, na wale ambao wanatafuta ajira, wanataka ushauri wa ajira na nini, waendelee kufollow account zetu, kwa sababu huwa tunafanya kazi na waajiri mbalimbali, so huwa tunaposti nafasi zinazotokea kulingana na waajiri, kulingana na mahitaji ya waajiri mbalimbali. Karibuni sana.